nitawakumbuka ninyi. Ninyi mna deni kwa Samia, watu wa Bukombe. Tumekuja kuambia, ninyi mna deni kwa nani? Kati ya watu wenye deni, ninyi mjue mnadaiwa. Na deni hilo mnalodaiwa linakuwa kwa riba kila kukicha. Ombi lenu ili deni lisikuwe na riba kubwa, uchaguzi uwahi. Ili ukifika uchaguzi mlipe hilo deni. Sisi wenyewe kati ya watu wanaopendwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ninyi ni watu wa Bukombe, watu wa Runzewe. Niwaulize swali dogo, nchi ina majimbo mangapi? Au nchi ina wilaya ngapi? Majimbo yako 264. 264. Wilaya ziko karibia 185. Kwa nini aje achukue jimbo la Bukombe na wilaya ya Bukombe? Kwa nini? Maana yake kuna kitu kwa Doto Biteko. Maana yake kuna kitu na wema kwa watu wa Bukombe. Tembeni kifua mbele. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama, anawapenda watu wa Bukombe. Anawapenda watu wa Runzewe Mashariki. Mna deni. Mimi nimetumwa tuna Chama cha Mapinduzi mkoa, nije niwaambie mna deni. Dr. Samia Suluhu Hassan anawadai. Na sisi wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa kwa niaba yenu tulimwambia mama unatudai. Nimekuja kuwaambia mnadaiwa. Semeni tunadaiwa. Tuko tayari kulipa. Tunataka kula za kishindo. Ila na nyie ni wema. Wema huo mlionao, watu wema wa Bukombe mlionao, mmeonyesha njia mwaka jana 2024 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Mliupiga mwingi, jipigeni makofi. Mlifanya hivyo kwa sababu ya kutambua kazi zilizofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Uchaguzi wa serikali za mitaa tulishinda kwa jeuri ya kazi alizozifanya Mheshimiwa Rais. Kazi za kutuletea kituo cha afya. Hapa kimejengwa kituo cha afya kizuri, kipo. Maji yapo. Umeme vijiji vyote. Madarasa na shule mmesema sekondari zipo ngapi? 2. Hizo ndio kazi zilizofanya tukachaguliwa serikali za mitaa. Wenye viti mliomo humu wa vijiji na vitongoji, jeuri iliyowafanya mkashinda ni Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi zilizofanya. Sasa kama aliyetufanya tukashinda kwa kishindo uchaguzi wa serikali za mitaa, yeye ndio anagombea, kwa nini tusimpe kura nyingi? Eti watu wa Runzewe, kwa nini tusimpe kura nyingi? Tumpeni kura nyingi. Tumekuja kuambia hili deni tukalilipe. Tutaenda kulilipa kwa mshikamano. Tutaenda kulilipa tukiwa pamoja. Tutaenda kulilipa deni hili tukipendana ndani ya chama. Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa kikiongozwa na baba yangu Nicholas Kasendamira Nabai kaniambia tuhubiri umoja ndani ya mkoa wetu. Tuhubiri amani na mshikamano ndani ya mkoa wetu. Ndio silaha itakayotufanya tena tukavuke. Dr. Samia Suluhu Hassan tunampenda. Sisi tunaona uchaguzi unachelewa. Kuna watu wanazunguka nchi hii wanahubiri mabadiliko na kuzuia uchaguzi. Mimi niwahakikishie, hakuna kuzuia uchaguzi. Hakuna kufanya nini? Katiba ya nchi inatutaka tukafanye uchaguzi. Katiba ya nchi. Katiba ya Chama cha Mapinduzi inatutaka tukafanye uchaguzi. Nani atazuia? Katiba ya chama inatuelekeza. Lakini na katiba ya CCM inatuelekeza. Na vikao vya chama vishamaliza. Hakuna kikao kikubwa kwenye Chama cha Mapinduzi zaidi ya mkutano mkuu wa CCM wa taifa. Umeshakuletea mgombea Dr. Samia Suluhu Hassan. Maana yake Chama cha Mapinduzi kiko tayari kwa uchaguzi. Lakini halmashauri kuu ya CCM ya taifa inatuletea kauli mbiu ya uchaguzi. Kazi na utu tunasonga. Maana yake ni nini? Tuko tayari kwa uchaguzi. Puuzeni zile kelele. Wale ni waganga njaa. Wale wametumwa na baba zao kule nje. Watu virugie nchi yetu. Wangapi hapa wanakubali kuvurugia kwa nchi yetu? Eti wangapi? Si hamna. Wangapi wanapenda amani ya nchi yetu? Tunaona mikono. Amani ya nchi yetu ndio kipaumbele cha kwanza kuliko kitu chochote. Wewe unahubiri eti watavuruga uchaguzi. Kitanuka. Yaani kiongozi wa chama anasema kitanuka. Mimi niwaambie hakuna kitakachonuka. Nchi yetu ina vyombo imara vya ulinzi na usalama kuliko nchi yoyote. Tunajiamini sana.
nchi yetu iko salama. Lakini pia na hivi CCM tupo, tukiongozwa na Mohamed kawaida, nchi yetu tutailinda. Jiandaeni kwa uchaguzi. Hawa wanavuruga vile kwa sababu hawana ajenda. Ndugu zangu, mimi niwaulize nyinyi watu wa Runzewe na Watanzania, hebu twende kwenye hicho chama, chukueni walioko kule, ni nani wa kushindana na Samia? Yaani tulinganishe tu. Ndio maana wameweka mpira kwa pani, kwa sababu wameona hawana ajenda za kushindana nani na Samia.